Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mwalimu wetu amefika salama na tunayo furaha kubwa. Mwalimu wetu amewasili nchini Tanzania kuja kuanza majukumu yake. Tunao furaha kubwa kumtambulisha Dimitar Pantev kuwa meneja mkuu wa klabu ya Simba Sports Club, ambaye jukumu lake la msingi litakuwa ni kusimamia ustawi wa timu yetu, hasa kwenye eneo la kikosi, eneo la wachezaji, eneo la benchi la ufundi na maendeleo ya kiufundi kwa ujumla katika timu yetu ya Simba Sports. Maswali yamekuwa ni mengi sana mara baada ya kumtambulisha Pantev na kumtambua kuwa ni meneja mkuu na sio kocha mkuu, kama ambavyo tumezaliwa tukiona makocha wakiitwa makocha. Kimsingi ni kwamba tumefanya mabadiliko kwenye utendaji kazi wetu, kwa maana ya job description sanjari na majukumu yake. Tumemwongezea majukumu mwalimu wetu Pantev kutoka kocha kwenda kuwa meneja. Kocha ni mchezaji ambaye anadili on the field, yani ambaye anadili na majukumu ya field pekee, kwa maana ya uwanja wa mazoezi na uwanja wa mechi. Sasa tumehama huko kwa Pantev, yeye tumemwongezea majukumu. Anakuwa na jukumu jingine la kusimamia ustawi wa wachezaji, kwa maana ya usajili wao, maslahi yao, na kama haitoshi kutoa mapendekezo na ushauri, nani asajiliwe, nani aondolewe, nani abaki, nani atolewe kwa mkopo. Kila kitu kuhusiana na wachezaji kinakuwa kinapitia kwa meneja Pantev, lakini vile vile kuzungumzia maendeleo ya mchezaji mmoja mmoja na kutoa ushauri, lakini kusimamia technical staff wenzake wote, kwa maana ya kusimamia kit manager, kumsimamia team manager, kumsimamia food manager, kuwasimamia watu wote wa masuala ya kiutabibu. Hiyo ndio inakuwa kazi yake yeye. Kwa hiyo tumemwongezea majukumu kutoka kuwa tu kocha na kwenda kufanya majukumu yote ambayo yanahusiana na kikosi. Na huu ndio utaratibu wa dunia nzima, hasa dunia ya kwanza iliyoendelea. Huku dunia ya tatu ndio inawezekana ikaonekana ni jambo jipya, jambo la ajabu, lakini kiuhalisia ni jambo ambalo lipo kwenye modern football. Na kwa kuwa Simba Sports Club ni timu inayoona mbele, tumelazimika kufanya hayo mabadiliko. Ni kama ambavyo zamani ilikuwa kila msemaji wa timu anaitwa tu afisa habari, msemaji na vitu kama hivyo. Lakini baada ya Simba kuintroduce meneja habari na mawasiliano, hivi sasa kila msemaji katika klabu yake naye anajiita meneja habari na mawasiliano. Yote hiyo ni Simba Sports Club ndio ilitoa darasa na elimu na kutoa mabadiliko mapya na kuintroduce meneja habari na mawasiliano, na wengine wote wakahama huko, wakaanza kujiita na wenyewe meneja habari na mawasiliano, hata kama hawajui maana yake, lakini waliamua kuiga nini Simba Sports wamefanya. Kwa hiyo na hii tumehama, tunaamini na wengi pia watatufuata huko. Kwa hiyo ni kuwatoa hofu wale ambao wameshaambiwa kwamba kocha mkuu hivi sasa kikanuni ni Suleiman Matola, huyu anakaa kama meneja. Hizo ni kanuni tu. Hizo ni kanuni, lakini huyu ni meneja mkuu ambaye ndani yake kwenye ile managerial kuna coaching staff, kuna coaching technique, kuna coaching mipango. Sijui umeelewa? Kwa hiyo utakapokwenda mazoezini utamkuta meneja anasimamia mazoezi. Utakapokwenda kwenye mechi utamkuta meneja. Popote utakapokwenda utamkuta Pantev anatimiza majukumu yake ipasavyo.